Kipindi kifuatacho kimegharamiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries. Nitafundisha kuhusu umuhimu wa kujifunza jinsi ya kusherehekea ushindi wako badala ya kufadhaika wakati wote kuhusu makosa yako au mambo yasiyoenda vizuri maishani mwako. Na kusema ukweli, naamini kwamba baadhi yenu, ikiwa mtamakinika katika kusikia kile ambacho nafikiri Mungu anataka kuwaambia usiku wa leo, maisha yenu yatachukua mwelekeo mpya kabisa. Unajua, kila mtu hapo usiku wa leo, nina uhakika yamkini ana tatizo la aina fulani. Huenda unayafahamu vizuri au huyafahamu sana. Hiyo inategemea na kiasi ya jinsi unavyozingatia. Jana usiku tulikuwa katika mkutano mmoja mdogo na niliwapa watu nafasi ya kuniuliza maswali, na mojawapo ya maswali niliyoulizwa ni, wakati huu mahali ulipofikia maishani sasa, ni kitu gani kinakutatiza zaidi? Na unajua, sikuweza kufikiria kitu chochote kilichokuwa kinanitatiza wakati huo. Na najua ni kwa sababu huwa sizingatii zaidi tena kile ambacho hakiko sawa maishani mwangu. Nazingatia zaidi mambo mema, lakini zamani nilizingatia kile ambacho hakikuwa sawa. Kwa hivyo, hata kama una mazoea ya kuzingatia zaidi yaliyo mabaya, unaweza kubadilika na itakuwa ni kwa manufaa yako mwenyewe kubadilika. Kitu ambacho mume wangu husema kila wakati, ni vizuri mkisikia usiku wa leo, ni kwamba tunapaswa kutekeleza wajibu wetu na mengine tumwachie Mungu. Fanya kile uwezalo katika mambo unayoweza kushughulikia maishani mwako. Na ukifikia mahali ambapo huwezi kufanya lolote kuhusu tatizo lako, mtwike Mungu tatizo hilo na unaweza kumwamini, na ni sawa kabisa kwako kufurahia maisha yako hata ukiwa na tatizo. Mmenisikia? Nimesema ni sawa kabisa kwako kuendelea kufurahia maisha yako huku Mungu akishughulikia tatizo lako. Si kwamba hakuna kinachoendelea, ni kwamba si wewe ndiye unayetatua tatizo lako. Kwa hivyo usiku wa leo, kama unapitia hali yote ngumu maishani mwako, usipoteze siku yako hata moja ukiwa katika hali ya kufadhaika, kuomboleza na kufa moyo, eti kwa sababu huwezi kutatua tatizo hilo. Umefanya yote unayoweza kufanya. Waefeso 6 inasema, na mkisha kuyatimiza yote mnaweza kufanya katika majaribu yenu, msimame katika nafasi yenu. Na nafasi yako ni mtoto wa Mungu aliye juu. Umepangiwa maisha mema katika siku zako za usoni, na Yesu alilipa gharama ili uweze kufurahia maisha yako na uwe nayo tele kiasi cha kufurika. Kwa hivyo tunapoteza maisha ambayo Mungu ametupatia tunapopoteza siku zetu katika huzuni na mafadhaiko. Jifunze jinsi ya kuzingatia mambo mema maishani. Kila mtu hapa ana kitu kinachoweza kumfanya afadhaike ikiwa atakizingatia, lakini hatupasi kukizingatia. Ukikizingatia sana, utakifanya kionekana ni kitu kikubwa zaidi. Huwa tunaimba nyimbo kama, o nafsi yangu muinue Bwana. Basi kuinua ni kufanya kitu kiwe kikubwa zaidi, na kile tunachozingatia zaidi ndicho tunakifanya kiwe kikubwa zaidi maishani mwetu. Kile tunachozungumzia zaidi ndicho kitu kitakachoingia akilini mwetu zaidi. Ikiwa kuna tatizo unalopaswa kukabiliana nalo, kabiliana nalo, lakini usikizingatie kupita kiasi. Tafakari juu ya mambo mema unaweza kuwafikia maishani mwako, si matatizo ya maisha yako. Waebrania 12:2 inasema, tukipuuza yote yanayoweza kutupotosha na tukimtazama Yesu, mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu. Jifunze kusherehekea. Usiku wa leo tutazungumza kuhusu kusherehekea, na unaweza kufanya hivyo kwa njia mbalimbali. Kwa mtu mmoja, kusherehekea inaweza kuwa kuchukua siku moja ya mapumziko. Kwa mwanamke inaweza kuwa kwenda na kutengenezwa kucha, inaweza kuwa kwenda kucheza mchezo fulani. Kwa wanaume, nenda ukacheze mchezo. Tunahitaji kujifunza jinsi ya kufanya vitu maishani mwetu vya kusherehekea ushindi wetu, na tujipatie nafasi ya kupumzika. Usipojipatia nafasi ya kupumzika, utachoka kabisa. Mmenisikia? Na huwezi kungoja mtu mwingine akupe nafasi hiyo. Ni sharti ujipatie nafasi hiyo wewe mwenyewe. Jipatie nafasi ya kupumzika, kama usihisi kuhukumika kwa ajili ya kupumzika. Jifunze jinsi ya kusherehekea mambo mema badala ya kufadhaika sana kwa ajili ya mabaya yaliyo maishani mwako. Tutatumia vifungu viwili kama msingi wetu leo. Warumi 12:21, mojawapo ya vifungu ninavyopenda zaidi.
na naweza kutayarisha mahubiri mengi kutokana na kifungu hiki. Inasema usishindwe na ubaya, bali uushinde ubaya kwa wema. Si mnapenda hiyo? Unaweza kutumia hiyo kwa njia nyingi tofauti. Babangu alinidhulumu kingono, na kwa miaka mingi nilizingatia kile alichonitendea, na hatimaye nilianza kutumia maisha yangu kutekeleza kitu kizuri, na kwa kufanya kitu kizuri na maisha yangu yaliyosalia, nilishinda maovu yaliyotokea maishani mwangu hapo mwanzoni. Haijalishi ulianza maisha yako vipi, unaweza kumaliza vizuri. Haijalishi ulianza vipi, mwisho mzuri unakuja kwa maisha yako, unakuja, lakini ni sharti tushirikiane nao. Jamani, Mungu apewe sifa. Unajua kwa nini tunaweza kushinda uovu kwa wema? Ni kwa sababu kile ambacho Mungu anacho daima ni kizuri zaidi kushinda kile ambacho shetani anacho. Na adui pia na mpango na maisha yako. Anataka kukuletea maangamizi maishani mwako. Yohana 10:10 inasema haji ila aibe na kuchinja na kuharibu, lakini Yesu alisema na alikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Na napenda Wagalatia 5:16 inasema, basi nasema nendeni kwa Roho, wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili. Lakini nasema enendeni kwa namna hiyo kwa tabia zenu. Ukikuza tabia nzuri za kutosha, hakutakuwa na nafasi kwa tabia mbaya maishani mwako. Lakini nafikiri huwa tunatilia mkazo kuvunja tabia mbaya, na kinachotokea ni tunajiingiza mashakani zaidi na zaidi, kwa sababu tunazingatia zaidi kile kibaya tunachotenda, na hatimaye hatuzingatii kile kilicho chema tunachoweza kufanya. Kuna mtu ananisikia usiku wa leo? Kwa mfano, badala ya kutilia mkazo kupunguza uzani, unaweza kuzingatia zaidi kula chakula bora, na ukila chakula bora utapunguza uzani. Na hali ni hiyo hiyo katika kila sehemu ya maisha yako. Anasema enenda katika Roho Mtakatifu kwa tabia zako. Hata sipaswi kutatizwa na kupambana na dhambi kila wakati. Ninachopaswa kufanya ni kuamka kila siku na niamue kwamba nataka kuongozwa na Roho. Nitaongozwa na Roho, na Roho Mtakatifu daima ataniongoza katika utakatifu. Daima ataniongoza kutekeleza kile kilicho sahihi, kwa sababu alikuja kutushawishi kuwa wenye uadilifu na kutuongoza katika ukweli wote. Sasa baadhi yenu ni watu wenye mtazamo mzuri sana, na hii kufanya hivyo huenda ni rahisi sana kwenu. Lakini baadhi yenu mko jinsi nilivyokuwa mimi zamani. Lakini baadhi yenu mko hapo katikati, na mnafikiri kwamba kutofikiria juu ya mambo yote mabaya maishani mwenu ni kitu kisichowezekana, kwa sababu mnahisi ni wajibu wenu kusuluhisha mabaya hayo. Lakini huwezi kufanya lolote kuhusu tatizo ambalo huwezi kulitatua kwa nguvu zako mwenyewe. Kwa hivyo ikiwa huwezi kufanya lolote kuhusu tatizo hilo, basi ni bora umwachie Mungu na uendelee kufurahia maisha yako. Kile watu wengi hufanya ni kumtwika Mungu tatizo lao, lakini bado waendelee kutatizwa nalo. Jamani, hawafanyi kile wanachopaswa kufanya, na wanashinda na wasiwasi kuhusu tatizo lao kila wakati. Unajua, mojawapo ya vitu unavyoweza kufanya ikiwa una tatizo ambalo huwezi kulitatua ni kwenda na kuwa baraka kwa mtu mwingine. Jamani, nimesema mojawapo ya vitu unavyoweza kufanya ikiwa una tatizo ambalo huwezi kulitatua ni kwenda na kuwa baraka kwa mtu mwingine. Hiyo ni hatua unaweza kuchukua kwa kukusudia. Si lazima uhisi unataka kufanya hivyo. Hata si lazima utake kufanya hivyo. Unaweza tu kufahamu kwamba ni kanuni ya Mungu. Kuna kitu kiovu kinaendelea maishani mwangu na nitakishinda kwa kwenda na kumtendea mema mtu mwingine leo. Na unapofanya hivyo, furaha itaachiliwa maishani mwako, na utaacha kufikiria juu ya mabaya yanaendelea maishani mwako, na uanze kufikiria kuhusu kile unachoweza kufanya ili uwe baraka kwa mtu mwingine. Amen. Na hiyo humghadhabisha sana shetani, na napenda kumghadhabisha. Wangapi kati yenu mnapenda kumghadhabisha shetani? Sasa tutaangazia hadithi inayojulikana sana inayoitwa hadithi ya mwana mpotevu katika Luka 15. Kuna mafunzo mengi sana katika hadithi hii, na usiku wa leo nataka kufunza moja lililo tofauti kidogo na yale ambayo nimewahi kufunza hapo awali. Akasema mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Akawagawia vitu vyake. Sasa tunaona kwamba yule mdogo aliposema agawie urithi wake, baba yao alimgawia na yule mkubwa pia. Tutaangazia urithi wa huyo mkubwa pia. Hakumpa yule mdogo peke yake, aliwapa wote wawili. Na wakati huo wote walikuwa na nafasi nzuri kiasi wanachoweza kutaka kuwa nayo. Na nitasema tu hapa, sitafundisha kuhusu jambo hilo usiku wa leo, lakini nataka muone kwamba yule kaka mdogo alianza na mtazamo wa nipe urithi wangu.
Na nadhani tukiwa katika hali yetu ya kukosa ukomavu kama watoto wa Mungu, na sote huanza tukiwa hatujakomaa, na tunakuwa na kupata ukomavu ikiwa tutafanya kile tunachopaswa kufanya. Tukiwa hatujakomaa daima, sisi huanza kwa kusema, Mungu nipe hii, nipe hii, nipe hii, nifanyie hii, fanya jambo hili litendeke, nahitaji hii, nataka hii. Lakini Mungu hata tuacha tusalie hivyo. Tutakapofikia mwisho wa hadithi hii, mtaona kwamba yule kaka mdogo aliyeanza kwa kusema nipe, alikomaa na baadaye akasema, Baba nifanye niwe mmoja wa watumishi wako. Kwa hivyo utajua kwamba umefikia kiwango fulani cha ukomavu wa kiroho unapoacha kusema nipe 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 katika maombi yako, na badala yake unaenda mbele ya Mungu na unasema, Mungu nifanye kile unachotaka niwe, nifanye niwe mtumishi wako, nichukue, fanya kile unachotaka kufanya na mimi. Cha muhimu si mimi wala si mimi kupata yote nayotaka, lakini niko hapa kukutumikia. Amen. Biblia inasema aliye mkuu zaidi ni yule anayetumikia wengine. Kwa hivyo tunafahamu kile kilichotokea. Ikiwa hufahamu hadithi hii, nitakwenda kwa kasi na niwaambie kile kilichotokea. Yule kaka mdogo alichukua urithi wake, aliondoka nyumbani na akaiharibu yote. Alikuwa na wanawake wengi washerati, alikunywa pombe, alikula vyakula, alienda kwa masherehe na akajivinjari. Aliharibu urithi wake wote. Alifikia mahali ambapo hakuwa na pesa zozote, na ilimbidi aende afanye kazi kama mchungaji wa nguruwe, na mwajiri wake hakumtendea haki, na ilimbidi ale chakula kilichokuwa kinaliwa na nguruwe hao. Kisha inasema kwamba ghafla akili zake zilimrudia. Napenda hiyo. Ni kama alifikiri, sifikiri nilifanya jambo la busara. Sasa ni jambo la kusisimua jinsi kazi ya kuchunga nguruwe inaweza kutubadilisha. Ni jambo la kushangaza jinsi hali hizo zinavyobadilisha mtazamo wetu na kubadilisha mambo kwetu, kwa sababu ni safari hiyo ndiyo iliyobadilisha mtazamo kutoka kwa nipe hadi nifanye unavyotaka. Kisha alirudi kwa babake. Alisema, nitarudi kwa babangu. Tazama mstari wa 18. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimuona, akamwonea huruma, akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu sana. Sasa kitu kilichotokea ni kwamba mara mmoja babake aliagiza kuandaliwe karamu. Anaagiza kuwe na sherehe. Sasa nataka uone kitu. Alimfanyia kila kitu alichoweza kumfanyia. Alimpa joho, alimpa pete, alimpa viatu, aliagiza ndama aliyenona, ndama mzuri zaidi achinjwe ili kuwe na chakula kizuri katika karamu hiyo. Na la kusisimua ni kwamba hakujaribu kumwambia, unajua, sina uhakika tabia utakazokuwa nazo siku za usoni, kwa hivyo sitakufanyia karamu mpaka nikuchunguze nione utakuwa na tabia za aina gani. Hakusema, sina uhakika kama naweza kukuamini tena, kwa hivyo nitakuchunguza kwa mwaka mmoja au miwili kabla nianze kukuamini tena. Hakuzungumzia mambo yote mabaya ambayo mwanake alifanya. Hakujaribu kumfanya ajihisi vibaya zaidi. Lakini unajua babake alifanya nini? Kando na mambo yote mabaya ambayo mwanake alifanya, alizingatia zaidi, alitilia mkazo kitu chema kilichokuwa kimetokea wakati huo, na kilikuwa ni mwanangu amerudi nyumbani, na akafanya karamu. Napenda hiyo. Nataka tuzungumzie jambo hilo kidogo. Unajua kuna mambo ya kila aina ambayo yanaweza kutufanya tufadhaike. Unaweza kufadhaishwa na mambo ya kila aina kazini kwako, au unaweza kuzingatia zaidi kwamba angalau una kazi. Na ikiwa unachukia kazi hiyo sana, yamkini kuna mtu ambaye hajakuwa na kazi kwa miaka 3 au 4 ambaye anaweza kufurahia sana kuchukua kazi hiyo. Ikiwa wewe ni mwanamke, unaweza kuzingatia zaidi yale yaliyo mabaya na mume wako. Unaweza kusema hiki ni kibaya na kile ni kibaya, hiki ni kibaya na kile ni kibaya. Basi yamkini usiku wa leo hapa ndani kuna wanawake wanaishi kwa upweke ambao wangefurahia sana kumchukua mume wako. Si baadhi yenu wanawake mnaweza kumkubali mume mwenye udhaifu mradi tu muwe na mtu mnaweza kula chakula pamoja naye na muwe naye. Kwa hivyo tunahitaji kujifunza jinsi ya kuzingatia mambo mema maishani mwetu. Na unajua, naamini Mungu huzingatia zaidi kile kilicho mema ndani yetu. Wangapi kati yenu naamini kwamba Mungu huzingatia zaidi kile kilicho chema ndani yako? Basi naweza kuambia yeye ufanye hivyo. Hazungumzii tu kile kilicho kibaya maishani mwako kila siku. Anazingatia zaidi jinsi unavyoendelea mbele. Na wewe unahitaji kuzingatia zaidi jinsi unavyoendelea mbele.
Wacha kuzingatia jinsi safari yako kama mtoto wa Mungu bado ilivyo ndefu, na kile ambacho bado hujakiafikia, na kile ambacho hujakipata, na kile ambacho huwezi kukifanya. Tubadilishe mtazamo wetu siku ya leo na tujifunze jinsi ya kuzingatia zaidi yale yaliyo mema maishani mwetu, na si kuyazingatia tu, bali pia tuwe na sherehe kubwa. Mungu anapenda sherehe. Tayari nahisi furaha yenu inainuka. Jamani, sipaswi kuwa na wasiwasi juu ya matatizo yangu, naweza kuwa na sherehe. Hebu tutafakari tena juu ya hadithi hii ya mwana mpotevu, kwa sababu naipenda sana. Mtu huyu aliharibu, unajua, nina uhakika kwamba babake alifanya kazi kwa bidii sana kuwa na mali hiyo, na alihifadhi ili awagawie watoto wake. Basi alimpa mtoto huyo nusu ya mali yake. Nafikiri desturi ya wakati huo ni kwamba mtoto wa kwanza wa kiume alipata theluthi mbili, kwa hivyo yule mdogo alipata theluthi moja, lakini bado ilikuwa pesa nyingi, na alienda akazifuja zote. Alizifuja, na si kuzifuja tu, bali pia aliishi maisha ya usherati ambayo yalikuwa kinyume kabisa na imani ya babake. Na baada ya kufuja pesa zake zote, alirudi, na hata mara moja babake hakujaribu kumfanya jihisi vibaya kwa ajili ya matendo yake. Hakumzungumzia mabaya aliyotenda. Hakujaribu kumweka mbali na yeye na kumtenga. Hakumfanya alipie makosa aliyofanya. Alizingatia zaidi kile kilichokuwa chema. Mwanangu alikuwa amepotea na sasa amerudi. Amerudi nyumbani na sasa tutakuwa na karamu. Sasa kakake mkubwa alihisi kukerwa na akasema, umempa ndama aliyenona, lakini mimi huwezi kunipa hata mwanambuzi. Umempa ndama aliyenona, lakini mimi hata mwanambuzi aliyekonda hujanipa. Hujawahi nifanyia karamu. Na unajua babake alisema nini? Mwanangu, wewe umekuwa pamoja nami siku zote. Ungeweza kuwa na karamu wakati wote kama ungetaka. Unajua nini? Unaweza kuwa na karamu wakati wote unaotaka. Maisha yanaweza kuwa ni karamu, na sizungumzii kuhusu kutowajibika na kuishi kama mtu mpumbavu asiyefikiria. Nazungumzia jinsi unavyoweza kujifunza kufurahia kila kitu unachofanya. Unaweza kufurahia kazi yako, unaweza kufurahia kuendesha gari lako ukienda kazini, unaweza kufurahia familia yako hata kama ina dosari. Unaweza kujifurahia we mwenyewe hata kama una dosari. Unaweza kufurahia marafiki zako yenye dosari na maisha yako yenye dosari. Kile unachopaswa kufanya ni kujifunza jinsi ya kuzingatia zaidi mambo mema, na uache kuzingatia na kuzungumzia zaidi mambo mabaya kila wakati. Kila mtu aliye hapo usiku wa leo anaweza kuwa na furaha mpya. Huu si ujumbe wa mtu mmoja peke yake. Huu ni ujumbe kwa yeyote atakayenufaika nao. Ni juu yako. Tubadilishe jinsi tunavyofikiria. Tubadilishe yale tunayozingatia zaidi. Hakika unaweza kupata kitu maishani mwako ambacho unaweza kukisherehekea. Wangapi kati yenu mmebadilika tangu mwanze kutembea na Mungu? Sawa. Wangapi kati yenu bado mna safari ndefu mbele yenu? Sawa. Sasa tunaweza kuzingatia urefu wa safari yetu iliyosalia. Ikiwa unataka kufanya hivi, itanichukua dakika 5 peke yake kuwafanya mjihisi vibaya ajabu. Nina uhakika kwamba nikiamua kufanya hivyo kwa dhati, naweza kuwafanya mlie machozi hapo usiku wa leo. Lakini hatutazingatia hilo. Tutazingatia zaidi jinsi ulivyopiga hatua mbele na umbali uliofika hadi sasa, na tutasisimuka kwa ajili ya mambo ambayo bado tunapaswa kuyatimiza, ambayo tunajua Mungu anayashughulikia na kuyatenda. Na shetani anapokukumbusha makosa yako yote, utamshukuru kwamba amekukumbusha jinsi ambavyo Mungu amesimama na wewe na bado anakupenda hata ingawa maisha yana dosari. Amen. Sasa yule kaka mkubwa alikataa kuingia ndani ya nyumba mahali ambapo sherehe ilikuwa inaendelea. Hebu tutafakari hiyo. Muziki ulikuwa unapigwa, karamu imeng'oa nanga, watu wanapakuliwa ndama aliyenona. Yaani kuna mziki, watu wanacheza, kuna taa kila mahali, na yeye yuko nje gizani. Na Biblia inasema alikataa kuingia, ingawa babake alimsihi aingie nyumbani. Alikataa kwenda karamuni. Lakini unajua niligundua nini? Hiyo haikumzuia Mungu kuendelea na sherehe.
Na unajua nini? Unaweza kushiriki katika sherehe au unaweza kukataa kushiriki, lakini sherehe itaendelea. Amen. Kwa hivyo ni juu yako kama unataka kushiriki au hutaki kushiriki. Unaweza kukaa nje ukitafakari kuhusu yule mwanambuzi aliyekonda ambaye hukupewa, au unaweza kusahau mwanambuzi huyu ambaye hukupewa na uingie ndani na usaidie kugawanyia watu ndama aliyenona wa ndugu yako. Tunahitaji kuacha kuangalia kile ambacho watu wengine wanacho na kuwaonea wivu na kulinganisha kile walicho nacho na kile ambacho tunafikiria hatuna. Wacha niwaambie kitu, kila mtu ana kitu maalum kinachoendelea maishani mwake ambacho hakuna mtu mwingine anacho, na unachopaswa kufanya ni kukizingatia tu. Hakuna haja ya kumwonea mtu mwingine wivu eti kwa sababu huna kile alicho nacho. Pia wewe una kitu ambacho yeye hana. Amen. Unajua, siwezi kuimba lakini naweza kuzungumza. Ukweli ni kwamba kuzungumza ndicho kitu kikuu ninachofanya, kwa hivyo nakifanya sana, tena vizuri kabisa. Amen. Ingekuwa vizuri kama ningeweza kuimba kama Matt, lakini siwezi, kwa hivyo nitafunika udhaifu huo kwa kuzungumza sana. Hivi majuzi tulikuwa na muda na wajukuu wetu wawili wadogo zaidi, pamoja na mtoto wetu na mke wake. Tulikaa pamoja kwa siku chache. Mjukuu wetu wa miaka 4 tulikuwa tumeketi mezani tukila, na mjukuu wetu wa miaka 4 alikuwa anajaribu kunivutia, na mimi sikufahamu kwamba alikuwa anajaribu kunivutia. Kwa hivyo akamwambia babake, najaribu kumwambia nyanya kitu, na babake akasema, nyanyako anazungumza na sisi. Mjukuu wangu akasema, amekuwa akizungumza siku nzima. Nilifikiri, nafikiri nimepatikana leo. Kusherehekea. Jamani, unajua kwamba Mungu anapenda sana sherehe. Je, unajua kwamba ikiwa hatutajifunza jinsi ya kusherehekea maishani, wacha niseme hivi, kuna mambo mengi ya kusikitisha yanayoendelea duniani. Kuna mambo mengi ya kusikitisha yanayoendelea katika maisha ya kila mtu. Unajua, huenda unapitia kipindi cha majaribu au dhiki wakati huu. Huenda unapitia kipindi ambacho hakuna kinachoendelea maishani mwako ambacho unaweza kukiita tatizo. Lakini sote tunafahamu kwamba kuna wakati tunapokabiliwa na matatizo na kuna wakati hatuna matatizo. Kwa hivyo, kukabiliana na matatizo ni hali ya kawaida maishani. Huenda ikawa ni kitu kimeharibika nyumbani, au gari lako haliendi, au ni mmoja wa watoto wako anakusikitisha, au ni rafiki amekusikitisha, au umefutwa kazi. Chochote kile, sote tunakabiliana na matatizo maishani mwetu, na mojawapo ya njia ya kuzuia matatizo hayo yasitulemee kabisa ni kujifunza kusherehekea mambo tunayopaswa kusherehekea. Na ninaposema kusherehekea, unaweza kufanya hivyo kwa njia yoyote inayokufaa. Huenda ungependa kutembea nje, huenda ungependa kwenda katika mkahawa mzuri na kunywa kikombe cha kahawa pamoja na rafiki yako. Ni chochote ambacho ungependa kufanya. Ninaposema wacha tusherehekee, sizungumzii kuhusu kuandaa sherehe kubwa itakayokugharimu pesa nyingi na kualika wageni 100. Unaweza kufanya hivyo kama unataka, lakini nazungumzia zaidi kuwa na mtazamo wa kusherehekea. Nazungumza kuhusu kuishi na mtazamo wa kusherehekea. Na unajua, mojawapo ya vitu vikuu unavyopaswa kusherehekea ni wewe mwenyewe. Nilijua hiyo itawachukua muda kuelewa. Ndiyo, unapaswa kujisherehekea wewe mwenyewe kwa sababu umeumbwa kwa njia ya ajabu na ya kutisha, na Mungu hajaumba watu duni. Mungu alikuumba kwa kusudi fulani. Ulipokuwa tumboni mwa mamako, alikuumba kwa mikono yake mwenyewe kwa umakini mkubwa. Anajua kila kitu kukuhusu. Anakupenda jinsi ulivyo. Kamwe hakuna kitu kitakachomzuia kukupenda, na una uwezo na vipawa vingi, uwezo wa kutekeleza mengi, na unapaswa kujifunza jinsi ya kusherehekea maisha ambayo Mungu amekupatia. Siku hii ndiyo aliyoifanya Bwana, tutashangilia na kuifurahia. Nimekuwa nikifundisha neno la Mungu kwa miaka 35, miaka 5 katika mikutano ya kufundisha Biblia nyumbani, miaka 5 katika kanisa moja mjini St. Louis, na sasa karibu miaka 25 katika huduma hii kama ilivyo sasa.
na katika maelfu na maelfu na maelfu ya mikutano ambayo nimewahi kuendesha, nimekosa mikutano miwili peke yake. Moja ambayo sikuhudhuria kabisa, na nyingine nilikosa kipindi kimoja cha mkutano kwa sababu ya ugonjwa. Na katika miaka hiyo yote 35 Mungu ameniweka salama. Je, unajua jinsi hilo ni jambo la ajabu? Jinsi ni jambo la ajabu kabisa. Na tunahitaji kusherehekea mambo kama hayo, kwamba Mungu hutuweka salama. Mwanamke mmoja aliniambia siku moja, unajua una ushuhuda wenye nguvu sana. Marafiki zangu wengi wana shuhuda zenye nguvu sana. Kisha akasema, unajua hakuna tukio baya sana kimewahi kunifika maishani mwangu ambayo ingebidi nipate ushindi dhidi yake. Kisha akasema, nilikuwa nazungumza na Mungu siku moja na nikamwambia, sina ushuhuda, na Mungu akasema, ushuhuda wako ni kwamba nimekuweka salama. Unaona, tunahitaji kusherehekea uwezo wa Mungu wa kutuweka salama maishani mwetu. Sijui ni mara ngapi tumeepuka ajali za barabarani kwa sababu kuna malaika wanaotulinda na Mungu yuko pamoja nasi. Kuna mtu anahisi hisia zake zikiinuliwa juu usiku wa leo? Kuna mtu anahisi hiyo mizigo ambayo umekuwa ukibeba sasa inatoka kutoka kwa mabega yako? Kumbukeni, nahisi kana kwamba nahitaji kurudi nyuma mpaka mwanzo kwa dakika moja. Tekeleza wajibu wako, mtuke Mungu wasiwasi wako. Usiondoke hapa na uanze kuwa na wasiwasi kwa ajili ya tatizo lako tena. Ikiwa unaweza kufanya chochote kuhusu hali yako, kifanye. Ikiwa uwezi, basi mwachie Mungu, na anapofanya kazi yake, mwonyeshe kwamba unamwamini kwa kuendelea kuwa na ujasiri wa kutosha wa kufurahia maisha yako. Sikukuu ya Pasaka ndiyo iliyofuatia, na ilikuwa ni njia ya kuonyesha shukrani kwa Mungu kwa mwanzo wa mavuno ya ngano. Iliyofuatia ilikuwa sikukuu ya kupiga baragumu. Ilikuwa ni sherehe ya siku moja ya furaha na kumshukuru Mungu. Siku ya upatanisho ilikuwa siku muhimu sana, siku ambayo dhambi iliondolewa kutoka kwa watu na taifa likarejeshwa katika ushirika na Mungu. Siku hii inastahili kutengwa na kusherekewa kila mwaka, sio? Jamani, nitasherehekea leo kwa sababu nimesamehewa dhambi zangu zote. Si lazima nilipe gharama ya dhambi. Yesu tayari amelipa. Sikukuu ya mavuno ilikuwa ni sikukuu nyingine ya siku 7, na ilikuwa ni ya kusherehekea ulinzi wa Mungu na mwongozo wake. Napenda hiyo. Nafikiri huwa tunakosa kitu kwa ajili ya kutozingatia mambo haya kwa kina zaidi. Na unajua ni kwa nini? Si lazima tuzingatie sherehe hizi wakati huu kama amri za Mungu, kwa sababu nilihesabu sherehe kama 8 hivi walizoamriwa kusherehekea, na pia walisherehekea kila walipopata ushindi. Kama wakati Nehemia alipomaliza kujenga ukuta, walisherehekea. Wakati Esther alipata ushindi na yule mwovu Hamani akanyongwa, walisherehekea. Kila walipopiga hatua mbele, walijenga madhabahu na wakaabudu na kufanya sherehe mahali hapo, na kwa hivyo daima walisherehekea ushindi wao. Sijui kama huwa tunachukua muda wa kufanya hivyo. Sidhani huwa tunachukua muda tunaopaswa kuchukua kusherehekea ushindi wetu, hata kama ni kitu kidogo, kama unajua, kama nilivyosema, kwenda na kunywa kahawa na rafiki yako. Tunahitaji kuchukua muda wa kusema nimetimiza jambo fulani na nitachukua muda wa kulisherehekea. Basi Mungu alitoa amri ya kusherehekea siku hizo zote, lakini nafikiri kile walichopewa kwa amri sisi tunacho kwa neema, na kama walisherehekea hivyo mara kwa mara kwa ajili ya amri ya Mungu, nafikiri sisi tunapaswa kuishi kwa mtazamo wa kusherehekea kila wakati maishani mwetu. Amen. Lakini siwezi kufanya hivyo, Joyce. Mimi ni mtu anayependa kutafakari mambo kwa undani. Unajua, huwa sihisi kuwa na furaha. Unajua, nimeandika kitabu juu ya mtazamo huo. Kinaitwa Kuishi bila kutawaliwa na hisia zako. Unaweza kwenda na kununua nakala yako leo. Amen. Ndiyo, Wayahudi walikuwa na sherehe moja baada ya nyingine. Mungu anapenda sherehe. Je, kama ungekuwa na fikira hii kila asubuhi baada ya kuamka, ni siku nyingine ya sherehe. Na unajua, kufika kiwango mahali nimefika maishani mwangu ni jambo la ajabu, kwa sababu nilikuwa mtu aliyependa kutafakari mambo kwa undani. Usipige kelele yote na tafakari. Na kwa kawaida nilikuwa nafikiria kuhusu kusuluhisha matatizo yangu, na daima nilikuwa na uzito wa dunia mabegani mwangu. Nilitaka kuwajibikia kila kitu. Kila mtu alinitazamia mimi nifanye kila kitu.
Nawaambia ukweli, unaweza kujifunza jinsi ya kufurahia safari yako. Usifadhaike kuhusu ni lini utafika mahali unakoenda kiasi kwamba ushindwe kabisa kufurahia safari yako. Safari ya maisha huchukua muda mrefu zaidi kuliko ule muda mfupi utakaokuwa nao wakati utafika mahali unakoenda. Na nina ujumbe kwako, utakapofika mahali unakoenda wakati huu, utapumzika hapo kwa kipindi kifupi, kisha utaanza safari ya kuafikia kitu kingine maishani mwako. Kwa sababu Mungu ametuumba tuwe watu wenye malengo maishani. Daima huwa tunajaribu kuafikia lengo fulani, tunajaribu kufika, tunajisukuma, tunakuwa. Kwa hivyo, ikiwa hatutafurahia safari ya kuafikia malengo yetu, tutakuwa na muda mfupi tu wa furaha maisha yetu yote. Amen. Kwa hivyo jifunze kusherehekea. Tujifunze kusherehekea ushindi wetu, uwe ni mdogo au mkubwa. Na je, sikukuu ya siku ya kuzaliwa? Hiyo haina haja, nimeongeza mwaka mmoja tu. Hapana, sijali kuhusu siku ya kuzaliwa kwangu, haina haja. Hata huna haya. Unajua nini? Ni zaidi ya kuongeza mwaka mmoja kwa miaka yako. Hebu niulize swali. Ikiwa huwa tunasherehekea siku ya kuzaliwa ya mtoto wa mwaka mmoja, na kila mtu humfanyia mtoto wake sherehe ya mwaka wa kwanza, kila mtu hufanya hivyo na jamaa wote ni sharti wafike, na kwa kawaida mtoto hufanyiwa sherehe mwaka wa pili, mwaka wa tatu na kadhalika. Basi ikiwa tutakuwa na sherehe kubwa kwa mtoto kwa mwaka mmoja, basi tunapaswa kuwa na sherehe ya aina gani tunapofikia miaka 50 au 60 au 30 au 40? Kwa mwaka mmoja moyo wako hupiga takriban mara milioni 38, mapigo milioni 38, inayosambaza damu mara 525,600 katika mishipa yako ya damu yenye urefu wa maili 24,000 hadi 48,000 kulingana na ukubwa wa mwili wako. Inachukua nguvu kubwa ya kimuujiza kutuwezesha kufanya mambo yote tunayofanya, na hatupaswi kuwa na mtazamo wa kusema, hapana, niko sawa, sihitaji kusherehekea. Hapana, hauko sawa, unahitaji kusherehekea. Na kwa sababu hatuchukui muda wa kufanya mambo hayo, ndio maana tunakuwa na mitazamo ya kuwa na machungu, na tunachoka kabisa, na tunaketi tukijionea huruma, na tunakuwa na uhasama na watu ambao wanafurahia maisha yao, ili hali tunachopaswa kufanya ni kuamua kwamba tutasherehekea maisha yetu. Amen. Hakuna mtu aliniandalia karamu, hata kama ni ya mwanambuzi aliyekonda, basi jiandalie karamu wewe mwenyewe. Jiandalie karamu wewe mwenyewe. Kusema ukweli, tunapaswa kuachana na mtazamo huo. Hapana, hapana. Hapana, ni sawa, sihitaji sherehe. Hapana, itakuwa gharama kubwa. Je, niwaambie jambo? Unastahili kujipatia vitu vya gharama kubwa angalau mara moja moja. Kila kitu unachopata na kila kitu unachofanyiwa na mtu mwingine si lazima kiwe ni kitu unachohitaji sana. Mathayo 26 mstari wa 6. Naye Yesu alipokuwapo Bethania katika nyumba ya Simoni mkoma, mwanamke mwenye kibweta cha mahramu ya thamani kubwa, na sisitiza ya thamani kubwa, alimkaribia akaimimina kichwani pake alipoketi chakulani. Wanafunzi wake walipoona wakachukiwa. Unajua kuchukiwa ni nini? Basi ni kama kusema, ni wa nini upotevu huu? Huu ni uharibifu mkubwa, kuchukua tu marashi hayo ya thamani kubwa na kuyamimina yote kichwani pa Yesu. Yangeuzwa kwa kiasi kikubwa cha pesa na pesa hizo zingepewa maskini. Hiyo inaonekana ni mtazamo wa kiroho sana. Ndiyo. Unajua wakati mwingine tunakuwa watu wa kidini sana kiasi kwamba hatuwezi kufurahia chochote. Amen. Yesu akatambua, akawaambia, mbona mnamtaabisha mwanamke? Maana ni kazi njema inayostahili kusifiwa alionitendea mimi.
Kwa maana siku zote mnao maskini pamoja nanyi, lakini mimi hamnami siku zote. Sasa sikiliza hii, maana kwa kunimwagia mwili wangu marhamu hiyo ametenda hivyo ili kuniweka tayari kwa maziko yangu. Sasa jambo hili ndilo huwa napenda kusema kuhusiana na kifungu hiki. Kitendo hiki cha upendo mkubwa na kujitolea bila kuzingatia gharama ambacho mwanamke huyu alimfanyia Yesu, kihalisia hakikuhusu marashi hayo. Cha muhimu ni jinsi alivyokuwa tayari kutoa. Cha muhimu ni jinsi alivyokuwa tayari kutoa kitu chenye thamani ya mshahara wa mwaka mmoja. Mwaka mmoja alikuwa tayari kutoa mshahara wa mwaka mmoja, na ilionekana kuwa ni uharibifu mkubwa, lakini Yesu alikuwa karibu kuingia katika kipindi kigumu sana katika maisha yake ya hapa duniani, na hiyo ilikuwa ni kwenda katika bustani ya Getsemani ili ajitayarishe kiakili, kihisia na kiroho kwa kifo chake kupitia kusulubishwa msalabani. Na alisema ametenda hivyo ili kuniweka tayari kwa maziko yangu. Kuna yeyote anaelewa kile ninachosema? Kwa sababu kitendo hicho cha upendo mkubwa, furaha aliyohisi kwa ajili ya kujitolea kwa mwanamke huyo ilimtayarisha kwa kipindi kigumu kilichokuwa kinakuja maishani mwake. Jamani, Mungu apewe sifa. Hebu nipe kijiti hicho. Basi kama nilivyosema, jana usiku tulikuwa katika mkutano fulani na watu wengine, na mmoja wa wanaume waliokuwa hapo aliniambia, nilikuwa bafuni na nikafikiria naweza kumnunulia Joyce nini? Ningependa kumnunulia Joyce zawadi. Na Mungu akamwambia, usimnunulie chochote, mnunulie Dave kitu. Bado nazungumza na Mungu kuhusu jambo hilo. Sijaelewa kwa nini Mungu alisema hivyo, lakini nang'ang'ana sana kumfurahia Dave. Mzaha tu, kweli namfurahia Dave. Tuache hayo. Mtu huyo alisema, na nilihisi kana kwamba Mungu alitaka nimnunulie kigoi cha kuchezea gofu, lakini sikujua kama yeye hucheza gofu. Nilifikiri mtu anawezaje kukosa kujua kwamba Dave hucheza gofu? Basi ninachosema ni hiki. Kitu cha mwisho duniani ambacho mume wangu anahitaji ni kigoi kingine cha gofu. Lakini mtu huyu kupitia mwongozo wa Mungu hakumnunulia tu Dave kigoe, bali kilikuwa kigoe maridadi sana. Na sijui mengi sana kuhusu vigoe, lakini Dave aliniambia kilikuwa ghali sana. Basi afadhali ungemwona Dave jana usiku. Alifungua zawadi yake, alirarua karatasi iliyokuwa imekifunika, akakitoa, akanionyesha vitu vilivyokuwa hapa chini mara 3. Unaviona hivyo? Si vitu halisi, lakini alisema, unaviona hivyo? Kisha akatoa vitu hivyo hapo ndani na akaanza kuniambia ni kigoe cha aina gani na yamkini kiligharimu pesa ngapi. Na hata nilipomwambia nataka kukileta usiku wa leo ili nikitumie kama mfano, alisema sasa sitaki utoe plastiki hiyo mahali pa kushika, kwa sababu sitaki uifanye ishike uchafu. Kisha akasema hakikisha kitu hiki kimesalia mahali pake na uwe mwangalifu nacho. Basi ninachosema ni hiki. Dave hakuhitaji kigoe hiki. Ni kitu cha gharama kubwa asichohitaji, lakini kilimbariki na kilimsisimua sana. Na sijui ni kitu gani kitatokea maishani mwa Dave, au ni kitu gani huenda pengine kilikuwa kinamtatiza, lakini Mungu anataka kuingia maishani mwetu na kufanya mambo makubwa maishani mwetu ili asaidie katika kufuta masikitiko yoyote yaliyo maishani mwetu. Na unajua nini? Na Mungu hataki kutufanyia vitu hivyo peke yake. Nataka mnisikilize sasa. Mungu hufanya kazi kupitia watu. Na baraka hiyo ilikuja kwa Dave kupitia mtu ambaye alikuwa tayari kusikia sauti ya Mungu. Zawadi hiyo kubwa ilimiminwa kichwani mwa Yesu kwa sababu kuna mwanamke aliyekuwa tayari kusikia sauti ya Mungu. Na si kwamba watu hatuhitaji tu thawabu kubwa maishani mwetu mara moja moja. Unajua, ni vizuri kupokea kitu ambacho unakihitaji sana, lakini ni tofauti kidogo unapopokea kitu ambacho unafahamu kwamba si lazima uwe nacho, lakini Mungu amekupatia hata hivyo kama njia ya kuonyesha upendo wake, na amekumiminia zawadi yenye thamani maradufu. Amen. Na tunahitaji kuwa tayari zaidi kumwacha Mungu atutumie wakati mwingine kumiminia baraka kwa watu. Unajua, nafikiri wakati mwingine baadhi ya watu hata hawako tayari kutoa kwa maskini, lakini kuna baadhi ya watu ambao wako tayari kabisa kusaidia maskini. Sisi sote huguswa na watu wanaoishi katika umaskini mkubwa. Na unajua, wakati mwingine ukiona mtu hana mahitaji sana, au pengine unafikiri kwa nini nimpe kitu hiki, ana mengi zaidi kunishinda. Unajua, si mara nyingi cha muhimu si zawadi yenyewe, ni ujumbe ambao
zawadi hiyo inawasilisha kwa mtu huyo. Cha muhimu ni kwamba mtu huyo atahisi anathaminiwa na kwamba kuna mtu anamjali. Na nafikiri tunahitaji kuwa tayari kutumia kiasi kikubwa zaidi cha mali yetu na fedha zetu ili tuwe baraka kubwa kwa watu wengine. Na hupaswi kuwa na wasiwasi. Ukiwa baraka kubwa kwa mtu mwingine, Mungu daima atagusa mtu mwingine ili awe baraka kubwa maishani mwako. Huwezi kutoa zaidi kumshinda Mungu. Amen. Unajua nini? Wakati mwingine watu niuliza kile ninachopenda, na unajua, au unapenda kujifurahisha na vitu vipi? Wanasema kwamba huwa nafanya kazi kwa bidii sana na nilifanya makosa. Maisha yangu hayakuwa na usawa na nilivuka mipaka na hatimaye nikachosha mwili wangu kabisa, na ndio maana sasa nafunza watu jinsi ya kujitunza, lakini angalau moyo wangu ulikuwa sawa. Nilikuwa najaribu kufanya kile ambacho nilifikiri napaswa kufanya, lakini nilikifanya bila kuzingatia usawa, na nilitia bidii sana kiasi kwamba sikuweza hata kung'amua mambo ninayopenda kufanya. Kwa hivyo nimekuwa katika harakati ya kung'amua mambo hayo kwa miaka michache iliyopita. Basi jana mtu fulani aliniuliza mimi hupenda kujifurahisha na vitu vipi, na nilisema bado najaribu kung'amua vitu hivyo ni vipi, lakini mojawapo ya vitu ambavyo nimeona napenda ni umaridadi. Napenda vitu maridadi, kama mandhari maridadi, vitu maridadi, fanicha maridadi, vitambaa maridadi. Unajua jengo hili ni maridadi, napenda hii. Nafikiri upako wangu unaongezeka nikihubiri hapa. Amen. Kwa hivyo napenda vitu maridadi, na unajua nini, sioni haya kuwa na mtazamo huo. Napenda mavazi maridadi, na yamkini ninayo nyingi kupita kiasi, lakini huwa napeana nguo nyingi. Kwa hivyo hiyo ni sawa. Nafanya kazi kwa bidii, na unajua Mungu anataka uwe na vitu unavyopenda. Wacha kufikiria kila wakati eti, sihitaji kuwa na kitu hicho, sikihitaji. Si kwamba napendekeza uishi maisha ya juu sana kupita uwezo wako na uanze kununua vitu vya bei ghali kushinda uwezo wako, na uwe na ubinafsi na kujifikiria wewe peke yako. Nazungumza kuhusu vile vitu vya ziada tunavyohitaji hapa na pale, hivyo vitu vinavyoongeza ladha kwa maisha yako. Akina mama wangapi hapa wakati mwingine mnajiuliza kama nyinyi ni mama wazuri? Kuna wachache hapa ambao pengine swala hilo limekuwa likiwatatiza. Mnajiuliza, je, mimi ni mama mzuri? Sawa, nitawasomea kitu. Nitasema tu hapa kwamba wanaume, itawabidi mniruhusu dakika chache hapa. Tunawapenda, lakini sasa ni sharti nizungumze na akina dada. Wanawake ni watu wa ajabu. Nasema ukweli kabisa. Wow. Adamu hakujua kile alichokuwa anapata alipopewa Hawa. Pengine alijua. Unajua alikuwa mwanaume na hakujua atamuitaje, kwa hivyo alimwangalia tu na akasema mwanamke. Na hivyo ndivyo tulivyopata mwanamke. Mama na baba walikuwa wanatazama runinga. Basi hii ni kutoka kwa kitabu changu kinachoitwa Mwanamke Anayejiamini. Unaweza kupata nakala yako. Hata wanaume mnakaribishwa kupata nakala zenu. Hata wanaume watanufaika nacho. Haya basi, mama na baba walikuwa wanatazama runinga wakati mama alisema, nimechoka na saa zimeenda, nafikiri nitaenda kulala. Alisimama akaenda jikoni kutengeneza mikate itakayokuwa chakula cha mchana cha siku inayofuata. Akasuza mabakuli, akatoa nyama kutoka kwa jokovu, nyama itakayopuka kesho yake usiku. Akakagua viwango vya nafaka, akajaza bakuli ya sukari, akaweka vijiko ndani ya mabakuli, akaweka mabakuli mezani, akaanza kuchemsha kahawa ya kutumia asubuhi, akaweka nguo mahali pa kuzikausha, akaweka mrundo wa nguo ndani ya mashine ya kuosha nguo, akashona vifungo kadhaa vilivyolegea, akachukua vitu vya michezo vilivyoachwa mezani, akaweka kitabu cha nambari za simu ndani ya draw, alimiminia maua maji, akamwaga takataka, na akanika kitambaa cha jikoni ili kikauke, akapiga miayo, kisha akaelekea chumba cha kulala. Akasimama kando ya meza, akamwandikia mwalimu barua fupi, akahesabu pesa za kulipia watoto ziara ya shule, akakota kitabu cha shule kutoka chini ya kiti, akatia saini kwenye kadi ya siku ya kuzaliwa rafiki yake, akaandika anwani kwenye bahasha, akaweka stampu, akaandika orodha ya vitu vya kununua siku inayofuata. Akaenda akaweka kadi hiyo na orodha hiyo ndani ya kibeti chake. Kisha mama akapaka krimu kwenye uso wake, akajipaka mafuta, akapiga mswaki, kisha akakata kucha zake. Mume wake akasema, nilifikiri unaenda kulala. Ndiyo naenda, mama alijibu. Akaweka maji ndani ya mabakuli ya mbwa, akamweka paka nje, akahakikisha milango imefungwa,
Akawaangalia watoto wake wawili, akawasha taa iliyo kando ya kitanda, akaweka shati kwenye hanga, akarusha soksi chafu ndani ya kikapu cha nguo chafu, akawa na mazungumzo mafupi na mtoto wake mmoja aliyekuwa bado anafanya kazi ya ziada ya shule. Chumba chake aliweka alamu, akatayarisha nguo za siku inayofuata, akaweka sehemu ya kuweka viatu vizuri, na akaongeza vitu vitatu katika orodha yake ya vitu vya kufanya vya siku inayofuata. Wakati huo mume wake alizima runinga na bila kulenga mtu yote maalum akatangaza, nenda kulala, na akaenda kulala. Wacha niwaambie kitu akina dada, nyinyi ni watu hodari. Nawaambia mambo madogo madogo ambayo wanawake hushughulikia ili wahakikishe mambo yako shwari nyumbani. Nyinyi wanaume hamjui thamani ya wanawake ambayo Mungu amewapa. Hamjui kabisa thamani ya wanawake. Naenda kulala, na alisimama na akaenda kulala. Na hiyo ni hali ya kweli. Wanawake hushughulikia mambo hayo yote madogo madogo ambayo hakuna anayeyajali. Basi wacha niwaambie, hupaswi kabisa kujiuliza kama wewe ni mama mzuri. Hupaswi kabisa kujiuliza kama wewe ni mke mzuri. Unapaswa kuanza kusherehekea mambo yote unayofanya, kwa sababu wewe ni hodari. Yaani hodari kabisa. Jamani, tuwape akina mama walio hapa makofi mazito. Aha. Haleluya! Mungu wetu ni Mungu wa ajabu. Amen. Basi nataka uanze kusherehekea kile unachofanya. Unajua nini? Hukumbwa kuhukumika. Nimeambiwa kwamba imethibitishwa, na ni wataalam ndio waliandika jambo hili, kwamba tukiwa na hisia za kuhukumika, kuna homoni zinazoachiliwa mwilini mwetu zenye uwezo wa kusababisha magonjwa na matatizo ya kihisia. Hatukuumbwa kuwa na hisia za kuhukumika. Hupaswi kuwa na mtazamo wa kiburi wa mimi ni bora kushinda watu wengine, lakini pia hupaswi kuishi maisha yako ukiwa daima unafikiria kuhusu mambo yote yaliyo mabaya maishani mwako. Wewe ni mtu hodari, na nasema hivyo kutoka moyoni mwangu. Wewe ni mtu hodari, na usiache mtu yeyote akufanye uhisi vibaya kujihusu wewe mwenyewe eti kwa sababu hauko jinsi anavyotaka uwe. Unachopaswa kufanya ni kumfurahisha Mungu, si kuwafurahisha wanadamu. Amen. Gharama za kipindi hiki zimelipwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.